Yes, ibana, mambo vipi? Mambo vipi tena kwa wakati mwingine? Mambo vipi wapenzi wa Peace Entertainment Studios? Mambo vipi wapenzi wa Shama? Lakini mambo vipi wapenzi wa Ndala za Chuma? Kama ilivyo ada, na hii ni episode na sehemu yetu ya 4 katika kazi nzuri inayokwenda kwa jina Ndala za Chuma. Ambayo nimeletea mimi hapa Shama, na bila kupoteza muda twende kwenye lengo kama kawaida, ama vipi? Yes, na tulishia pale ambapo tulipata kuona binti Agnes akiwa katika gari na akiwacha watu wengi wakiwa katika mshangao, na basi tunakwenda kuendelea hapo hapo tulipoishia. Let's go. Wakabaki katika mshangao mpaka gari ilivyopiga breki fupi, hali iliyomfanya Agnes ayumbe kidogo kwenda mbele. Nyama za msichana huyu zikatikisika barabara kabisa. Naam, hapo sasa wote waliokuwa hawaelewi kipi cha kufanya, kichwa kilichokuwa katikati ya mapaja yao kiliwaongoza katika tafakuri ya maamuzi, na ndicho hiki kilichofanya waendelee kumtazama msichana huyo hata alivyoshuka na kuzipiga hatua kadhaa kabla ya gari kuondoka. Agnes alishawasili posta zilipo ofisi ambazo ameajiliwa. Alivuka barabara, akawavuka vijana wa magazeti, karanga na sigara. Hawakuwa na muda naye, labda ni kwa ugumu wao wa maisha ambao kwa muda huo wa asubuhi uliwahitaji kuwaza pesa kuliko kitu kingine chochote. Kisha akawakaribia madereva teksi. Hawa walilisumbua nimi zao kwa kumshtua Agnes, aliyekuwa ameonyesha msimamo kutogeuza walau shingo yake hata kuwatazama. Jambo pekee ambalo waliwatunuka wanaume hao wenye uchu ni zile nyama zenye ujazo stahiki zilizokuwa zimefichwa ndani ya sketi fupi aliyokuwa ameivaa. Hakuwa na namna ya kuzizuia, hali iliyomnyima amani. Agnes Gabriel Shukuri ndilo jina lake kamili ambalo lilijinadi katika karatasi zote zilizokuwa zikihitaji utambulisho wake. Alizaliwa Lushoto, akaja kukulia jijini Dar es Salaam baada ya kifo kuamua kumchukua mzazi wake wa kike, baba akiwa amekimbilia kusikojulikana kabla hata ya ukomavu wa mimba. Jukumu la malezi likahamia mikononi mwa ndugu, mpaka katika kifua palivyoota vinondo, pale ambapo alianza kuhesabu kalenda za miezi ya kiasili. Ni katika umri ambao alijiunga rasmi katika kupigana vikumbo vya kiutu uzima na wanaume. Vikumbo vyote hivyo havikumteteresha mpaka hiki cha wakati huu ambacho kingekaribia kumdondosha na kisiwe na nia ya kumwokota, yaani Jimmy. Alishawasili ofisini, yeye akiwa mtu wa kwanza kabisa. Akatoa mkoba wake mdogo kwa pani na kuutua mezani. Alijifuta jasho, akachomoa kioo kidogo kutoka kwenye mkoba huo na kujitazama uso wake mzuri. Baada ya kumaliza zoezi hilo, aliingia katika majukumu yake ya kila siku. Baadaye majira ya saa 4:30 alipokea ujumbe katika namba aliyoisevu kwa jina la Boss Jimmy kumhitaji ofisini mwake. Ikamchukua dakika 6 na zaidi kukimbilia chooni ili ajitazame upya uso wake na kuweka sawa. Akatazama mpangilio mavazi yake katika kioo kikubwa kilichokuwemo humo chooni. Alijizungusha na kujitazama kwa nyuma. Tabasamu fupi sana likachukua nafasi kinywani mwake kabla ya kugutuka na kukumbuka kuwa alikuwa akichelewa kuitikia wito. Kama alivyompokea asubuhi, Jimmy hakuwa na furaha wala huzuni. Alikuwa katika mawazo. Agnes aliingia ofisini mwa kijana huyu mtanashati kwa mwendo laini. Akamkuta amevikusanya viganja vyake katika mashavu. Alitamani amuulize lililokuwa likimsibu. Akakumbuka kuwa alishafanya hivyo asubuhi na kupokea jibu ambalo lilimtuliza na kumfanya ajute kukifungua kinywa chake. Yes boss, alitoa sauti kuwa amefika. Jimmy hakubadili mkao wake. Sahau kuhusu kuitikia. Alitulia kama vile hakukuwa na mtu aliyeingia ndani ya ofisi hiyo. Agnes alishazizoea dharau za bosi wake huyo. Akamshtua tena. Bosi,
leo itakuwa ndio mwisho wako kuniita jina hilo. Jimmy alizungumza akiwa vile vile. Hakumtazama Agnes usoni. Agnes aliisikia kauli hiyo, lakini hakuelewa. Una maana gani bosi? Nimesha saini nyaraka zote muhimu za kukuachisha kazi. Lakini bosi, hakuna cha lakini Agnes. Hatuwezi kufanya kazi kwa mazoea ya kiasi hiki. Utapitia cheki ya mshahara wako kwa accountant. Leo ni tarehe 10. Nimekulipa kwa mwezi mzima. I hope iko kiasi kingine kitakusaidia kabla ya kupata kazi sehemu nyingine. Kauli hii iliyokosa walau chembe ya huruma ilimfumba mdomo Agnes. Maneno yaliyostahiki kutoka katika mdomo huo yatafuta matundu mengine ya kutokea. Huko yalitoka kwa mfumo wa machozi, yaani alilia. Hilo halikumfanya Jimmy kugaili uamuzi wake. Unaweza kutoka Agnes, hatuna muda mwingi zaidi. Atakiwa kufanya utaratibu mwingine wa interview haraka iwezekanavyo. Usinilazimishe kuita security. Kilio kikamzidi Agnes. Aliinuka kamtazama kwa mara nyingine Jimmy. Kuna jambo alihitaji kumweleza mvulana huyo. Jimmy, Agnes naomba uondoke. Ondoka Agnes. Jimmy alifoka na kuinuka. Alimsogelea Agnes na kumshika bega, akimwelekeza mpaka ulipo mlango. Alimtoa na kufunga mlango wa ofisi hiyo. Na hii ni sehemu ya 4 katika kazi nzuri inayoenda kwa jina la Ndala za Chuma. Na hapa tumefika tamati. Tusubiri tena katika sehemu nyingine ya 5. Jina langu ni Shama. Chao.